Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani imesema inaweza kuendelea na zuio la majini dhidi ya Iran bila ukomo. Ni kutokana na kauli za Iran kwamba inamiliki lango la bahari la Hormuz, tofauti na kauli zilizotolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Marekani imesema sasa kwamba inaweza kuendelea na mzingiro wake wa kijeshi dhidi ya Iran kwa muda usiojulikana, huku ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema jeshi la Marekani lina uwezo wa kuendelea na mzingiro huo kwa muda wowote unaohitajika kwa kubadilisha meli za kivita zilizopelekwa katika eneo hilo. Kauli hiyo inakuja wakati mazungumzo ya kusitisha mapigano yakikwama, huku usafirishaji wa mafuta duniani ukiathiriwa na mzozo unaoendelea katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema malengo makuu ya Washington katika mzozo huo ni kuhakikisha bei za nishati zinabaki katika viwango vinavyoweza kumudu wa Marekani, lakini kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia ndio jambo la msingi na kuhakikisha Marekani inakuwa katika nafasi imara zaidi katika mkakati huo. Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kuwa Marekani inadhibiti kikamilifu mlango wa bahari wa Hormuz, wakati Iran ikisema njia hiyo itaendelea kufungwa hadi masharti yake yatimizwe. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent amesema Washington iko tayari kuchukua hatua za kiuchumi dhidi ya Iran ambazo hazijawahi kutekelezwa katika historia ya kuitenga nchi hiyo kiuchumi. Bessent amesema Marekani itatangaza hatua zaidi wiki ijayo, huku ikilenga kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Hata hivyo, Iran imeweka wazi kwamba ipo tayari kuendelea na vita hadi kuondoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa sababu ndio kiongozi pekee wakati huu ambaye ameweka mambo mengi na kusababisha hali kuwa mbaya katika ulimwengu, na wa Iran wanasema watapambana na Marekani hadi pale rais huyo atakapoondoka madarakani. Moja kati ya mipango ambayo wakati huu wa Iran wanaipanga kuendelea na mapambano na Marekani ni katika mpango ambao wanaona, kwa sababu Marekani iliweka vikwazo kwa muda mrefu. Sasa wanataka kuionyesha dunia kwamba hata baada ya kuondoka kwa rais wa Marekani wa sasa Donald Trump, ulimwengu utambue kwamba Iran si taifa la kuchezea. Makamanda wapya wa Iran walioteuliwa katika siku za hivi karibuni, ambao nao wanaonesha kuwa na msimamo mkali, wameweka wazi kwamba wakati huu si wakati wa kuichekea Marekani, si wakati wa kufanya mazungumzo ya mara kwa mara na Marekani, bali ni wakati wa kuchukua maamuzi magumu dhidi ya Marekani, ambayo wakati wote imekuwa ikitengeneza namna ya kipekee katika kuhakikisha wa Iran wanayumba. Wa Iran sasa si wa kuyumbishwa na Marekani tena, wanasema wanajeshi wa IRGC. Marekani ambayo wakati huu bado inajiona ina uwezo wa kuhakikisha wanaweza kusambaratisha Iran, wanasema watahakikisha Iran haiwezi kuwa na nguvu tena kama ilivyokuwa awali. Rais Trump anaamini jeshi la IRGC limesambaratika na hata uongozi wake pia umesambaratika, na anasema kwamba hata katika lango la bahari la Hormuz bado analidhibiti. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba mamlaka nchini Iran bado ina nguvu, na ndio maana rais wa Marekani anashindwa kuendelea na vita hivi. Na hata kama angeendelea na vita hivi, wa Iran wangejibu kama walivyofanya baada ya vita vya siku 40, ambapo rais wa Marekani aliagiza mashambulizi mengine dhidi ya Iran. Iran ilianzisha mashambulizi mapya makubwa katika mataifa ya Kuwait pamoja na Jordan na Bahrain na mataifa mengine katika Ghuba. Na hili lilielezwa na wachambuzi kwamba lilifanya Marekani kupungukiwa na silaha zake, hasa makombora, hasa mifumo ya ulinzi wa anga ya kuzuia makombora. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.